1 Samuel chapter number 30. Kitabu cha Samueli sura 30. From verses number 1. Samueli wa kwanza 30 kuanzia mstari wa kwanza. Can we read loudly, clearly and proudly? Tusome kwa sauti kwa maringo. Now it came to pass when David and his men had come to Ziklag on the third day that the Amalekite had invaded the Negev and Ziklag and smited Ziklag and burnt it with the fire. And they had taken the women captive who were there, both small and great, without killing anyone. And they carried them off and went their way. So David and his men came to the city, and behold, it was burnt with the fire. And their wives and their sons and their daughters had been taken captive. Verses number 4 says, and David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. And David's two wives, Ahinoam and the Jezreelite, and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite, had been taken captive. And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man and his son, and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. And David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, please bring me here the ephod. And Abiathar brought the ephod to David. Then David inquired of the Lord, saying, shall I pursue after this army? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for you will surely overtake them, and without fail recover all. Father, in Jesus' mighty name, Baba, kwa jina kula Yesu, we thank you for you are our God. tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu wetu. Today we bow to you and say you are worthy. Leo tunakuinamia na kusema wewe wastahili. Talk to us, we are listening. Nena nasi twasikiza. For in Jesus' mighty name we have prayed, and the church say, That says the Lord. and the church say, That says the Lord. let's be seated in the presence of the Lord. Tuweze kuketi weponi mwa Bwana. Can you greet your neighbor from a distance and tell him, oh, I am going to be a blessing to you? Msalimia jirani yako kwa umbali, mwambie naenda kuwa baraka kwako. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. Our time is far much spent, Muda wetu umeenda sana, and I want to begin this wonderful subject na nataka kuanza hili somo zuri in the book of 1 Samuel chapter number 30. katika kitabu cha Samueli wa kwanza 30 kuanzia mstari wa Church, kwanza. when you look at that story, Kanisa, unapoangalia hii hadithi, it just gives you some excitement. inakupa tu uchangamfu, It also gives you some fear. na pia inakupa uoga fulani. Today my subject is starting all over again. Leo kichwa cha somo ni kuanza upya tena. Can you tell your neighbor, starting all over again? Ambia jirani yako Hey, kuanza church, upya can we tena. go? Can we go, church? Starting all over again. Nisikie upande ule, the overflow. Let's go, let's go. Starting. Okay, the other side. Can I see from the other side? I'm just seeing the mask. Hey, let's go. Starting all over again. Okay, let's go this side. Let's go this side. Let's go, church. Starting all over again. Kuanza upya tena. This is a story of the man of God by the name of David. Hii ni hadithi ya mtu wa Mungu anaitwa kwa jina Daudi. David is already an anointed man. Daudi tayari ni mpakwa mafuta. Somebody say he is an anointed man. Mtu aseme ni mpakwa mafuta wa Mungu. Jamani, tuongee kama watu wanapenda Jesus. Let's go. He is an anointed man. Ni mpakwa mafuta wa Mungu. And here the scripture tells me he goes out for war. Na hapa maandiko yanaambia anatoka kwenda vitani. And after the war he comes back. Na baada ya vita anarejea. And when he comes back he finds what he did not expect. Na anaporudi anakutana na kile ambacho hakutarajia. Let me talk to somebody today. Acha nene na mtu leo.
Life is full of things that are not expected. Maisha yamejaa vitu ambavyo havijatarajiwa. Hebu mtu aseme hilo jambo. Life is full of things that are not expected. Life is full of things that are never expected. Maisha yamejaa vitu ambavyo havitarajiwi. Can I see somebody who is saying, yes, I've faced things I never expected? Je, nione mtu anasema ndio nimekutana na vitu sikutarajia. Business people, professionals who say this was not expected. Najua nena watu wa biashara na hata watu wa taaluma ambao wanasema hiki hakikutarajiwa. I speak to this house today that God is an expert even those things you did not expect. Na nena nakwambia Mungu anaweza hata vitu ambavyo haukutarajia. And today we see this anointed man of God facing the unexpected. Na leo tunaona huyu mpako mafuta wa Mungu anakutana na kile hakutarajia. Even the anointed people face the unexpected. Hata wapako mafuta wanakutana na vile hawatarajii. So David returns and finds everything burnt down. Hivyo Daudi anarejea anapata kila kitu kimechomwa moto. Possessions taken. Vitu vyao vyote vimechukuliwa. He finds the enemy has won. Anapata adui ameshinda. Hallelujah. Hallelujah. He finds the enemy has won. Anapata adui ameshinda. I know I'm talking to somebody here today. Najua nana na mtu hapa leo who is saying, I am facing the unexpected. ambaye anasema hakika na angaliana na kile ambacho hakisijatarajia. There are some things that are happening. Kuna vitu ambavyo vinatendeka. You have accomplished much, but all of a sudden all is wiped away. Umekamilisha vingi lakini ghafla vyote vinachukuliwa. I say you have accomplished much. Nasema umefanya mengi. But you wake up and find all has been wiped away. Na unaamka asubuhi unapata vyote vimeharibiwa. Sicknesses have come and wiped away all that you have had. Magonjwa yamekuja na amechukua vyote ulivyokuwa navyo. Family challenges have come and taken you down more than you ever expected. Changamoto za familia zimekuja na zimekushusha chini zaidi ya vile utarajia. Oppositions are pulling you down. Changamoto na hata vitu vinakusukuma chini. Can I hear praise the Lord? Amen. Starting all over again. Kuanza upya tena. People have left you. People have pulled you down. Watu wamekuacha na hata wamekusukuma chini. Loneliness has followed you. Upweke umekuandama. You are facing defeat and sadness. Unakutana na kushindwa na hata uchungu. You are feeling broken down. Unahisi kwamba umevunjika. David was going through this same thing. Daudi alikuwa anapitia haya mambo yote. Things that he did not expect. Mambo ambayo hakutarajia. Today I want to talk to this house about three things. Leo nataka nene na kanisa kuhusu vitu vitatu. Hallelujah. Hallelujah. When a situation like this happens to you, hali kama hii inapofanyika kwako, when the unexpected hits you, kitu ambacho hukutarajia kinapokugonga, disappointments, confusion, betrayal, kuchanganyikiwa, kutalitiwa na hali zote za maisha. when these things fall on your way, haya mambo yote yanapokutana kwa njia yako, hypocrisy, you are trapped into situations you don't know what to do next. unafiki umekuja hujui unafanya nini. I want to talk to you three things. Nataka nene nawe kwa vitu vitatu. When a situation like that one happens, Hali kama hii inapofanyika, number one, kitu cha kwanza, what not to do. Andika hiyo. Mwalimu, interpret that. What not to do. ni nini haustahili kufanya. When situations like that happens, this is what I want to tell you. There are some things you are not supposed to do. Hali kama hii inapokukumba, kuna vitu ambavyo haustahili kufanya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Number two, there are those things what you need to do. Cha pili, kuna vitu vile ambavyo unastahili kufanya. And number three, Na ya tatu, how to do it. jinsi ya kuvifanya. Okay, number one. Ya kwanza, Hey, church, let's go. Number one. kanisa twende cha kwanza.
what not to do. Nini haustahili kufanya. Number 2, Ya pili, what to do. nini cha kufanya. Number 3, Ya tatu, how to do it. jinsi gani ya kufanya. Glory to Jesus. Utukufu kwa I Yesu. want us to start with the point number 1. Nataka tuanze na hiyo pointi ya kwanza. When a situation like this one comes, Hali kama hii inapokuja, hallelujah, haleluya, when things fall, the unexpected come, the first thing is what you are not supposed to do. kama vitu vinakuja vile ambavyo hautarajia, kitu cha kwanza ni nini haustahili kufanya. The first one, I want us to read it. We find it in the scripture. Cha kwanza nataka tusome na kinapatikana katika maandiko. The Bible says what? Biblia inasema nini? So then David and his men came to the city and it was burned. Okay, down there, David and his people who are with him lifted, verses number 4. Let's go verses number 4. What did they do? They lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. David was so distressed. Praise the Lord. Daudi alikuwa ana huzuni, amechanganyikiwa. Number 1, what not to do. Kitu cha kwanza ni nini haustahili kufanya. Amen. Amen. Tuende kanisa, number 1, what not to do. Ni nini haustahili kufanya. Don't cry. Usilie. Haya tuende. Haya. Let's go church. Don't What cry. not to do. Ni nini usifanye. Usilie. Don't do what? Usilie. See what David does with his men. Haona kile Daudi anafanya na watu wake. They saw the destruction. Waliona uharibifu. They were seriously hurt. Waliumizwa sana. They were very discouraged. Walikufa moyo zaidi. Hallelujah. Hallelujah. So what did they do? Kwa hivyo wakafanya The nini? Bible says they began to cry. Biblia inasema wakaanza kulia. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says they cried. Biblia inasema walilia. So they came together to cry. Let's go. They came together to cry. Tuende Walikuja pamoja kulia. Tuende kanisa. They came together to cry. Walikusanyika pamoja ili kulia. And let me tell you something that is so powerful. Na acha nikwambie kitu cha nguvu sana. When they came together to cry, Walipokuja pamoja kulia, the Bible says David joined them. Biblia inasema Daudi akaungana nao. Can somebody laugh in the house of the Lord? Mtu na acheke katika nyumba ya Bwana. David joined them. Daudi akaungana nao. And let me tell you what happened. Na acha nikwambie nini kilitendeka. When they were crying, Walipokuwa wakilia, they cried until they had no more strength. walilia hadi walipokosa hata nguvu za kulia zaidi. Listen to me, church. Nisikize kanisa. When situations like these ones come and you begin to cry, you lose strength. Hali kama hii inapokuja na unaanza kulia, unapoteza nguvu. Can you tell 3 people near you? Ambia watu 3 karibu na wewe. Hey. When the unexpected bounces over you, when frustrations and challenges, defeats and discouragement, yes, they bounce over you. Kama hali kama hii ya kuchanganyikiwa na kushindwa na mambo ambayo hutarajii itakuja kwako. Point number 1, don't cry. Kitu cha kwanza, usianze kulia. David joined them in the cry. Daudi aliungana nao katika kilio. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana And I lisifiwe. have told you, crying will cause you to lose strength. Na nimekuambia kulia kutafanya upoteze nguvu. Mimi sisikii mkisema amen. Can we go, church? Do you know what happens? Unajua nini kinafanyika? Before they began to cry, they were strong. Kabla waanze kulia walikuwa na nguvu. Hebu sema hiyo. Before they began to cry they were strong. What happened is they found the city burnt, but they were strong. Kile kilifanyika ni kwamba walipata mji umechomeka lakini walikuwa na nguvu. But when they began to cry, angalia mtu karibu na mwambie utaacha kulia ovyo ovyo wewe. Utaacha kulia ovyo ovyo wewe. Angalia mtu karibu na mwambie kilio hakitakusaidia. Amen.
When challenges and the unexpected bounce at your door, family challenges, yes, job situations, yes, everything seems hard, things seems to be on your door. Number one, don't cry. Changamoto na vitu ambavyo hautarajii vinavyokuja, mambo yanaonekana yote yameanguka, kitu cha kwanza usianze kulia. Because crying is a sign of hopelessness. Kwa sababu kulia ni onyesho la kukosa tumaini. Can I hear the church say that word? Nisikie kanisa likisema hivyo. When they were crying as a group, you know what they were doing? They were pulling each other down. Crying pulls you down. Walipokuwa wakilia kama kikundi, walikuwa wanajishusha chini. Kulia kuna kushusha chini. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Until they had no more strength. Mpaka walipokosa hata nguvu zaidi. Can I talk to this house? Je, naweza nena na kanisa? When you get together, instead of them encouraging each other, they went to hopelessness. Walipokutana, badala ya kuinuana na kutiana moyo, wakaingia katika hali ya kukosa tumaini. You begin to tell each other how bad the situation is. Unaanza kuambiana jinsi hali ilivyo mbaya. Hello. It is going to be more worse than now. Inaenda kuwa vibaya zaidi kuliko Things sasa. are going to be more difficult. Mambo yanaenda kuwa magumu zaidi. And you increase the fuel of crying. Na unaongeza mafuta ya kulia. Let me tell you, church, when unexpected bounces, challenges bounce, don't cry. Acha nikuambie kanisa, changamoto na hali ngumu inapokuja, usianze kulia. Am I talking to a church? Jana nena na kanisa. So by crying they pulled each other down. Kwa hivyo kwa kulia walishushana chini. The Bible says David joined them. Biblia inasema Daudi akaungana nao. David joined in the hopelessness. Daudi akaunganika katika kukosa tumaini. Tell your neighbor, I'm not going to join in the hopelessness. Ambia jirani yako, siwezi kuungana na kukosa tumaini. Hey, let's go, church. I am not going to join in the hopelessness. Siungani na kukosa tumaini. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And you know what happens? Na unajua nini The kinafanyika? Bible tells us something. Biblia inatuambia kitu. Because of that hopelessness. Kwa sababu ya huko kukosa tumaini. Because of the cry. Kwa sababu ya kulia. They had no more strength. Hawana nguvu tena. They looked for somebody to blame. Wakatafuta mtu wa kulaumu. Angambia mtu karibu na wewe, when you cry you look for somebody to blame. Unapolia unatafuta mtu wa kulaumu. Angalia mtu karibu na wewe, mwambie na umwambie sikuogopi. When things attack you, over you, financial, family, whatever, economical, social, and all these levels of life, when you begin to cry, mambo yanapokuandama ya kiafya na hata kifedha na mambo yote ya kimaisha, unapoanza tukulia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You begin to look for an excuse. Unaanza kutafuta visababu. What does the Bible say? Je, Biblia inasema nini? The Bible says they turned to David. Biblia inasema wakamgeukia Daudi. Hello. They turned to David. They turned to David. Wakamgeukia Daudi. Hallelujah. People who turn to cry, who turn to hopelessness, they must always look for an excuse. Watu ambao wanageukia kilio, wanageukia kukosa tumaini, lazima watafute sababu. Hello. Ambia mtu, I know you will always look for an excuse. Najua utatafuta tu sababu. You'll always look for an excuse. Kila mara utatafuta visababu. Ambia mtu karibu na wewe, those are just excuses. Hizo ndivyo ni visababu tu. No wonder they are just so called lame excuses. Ndio sababu vinaitwa tu visababu. What does the Bible say? Biblia inasema nini? David inside the crying men, and him is crying. Daudi katikati ya watu wanaolia na pia yeye analia. Hallelujah. He discovered that I made a mistake to join these people. Akagundua nilifanya makosa kuungana na hawa watu. Hallelujah. Haya tuende. He discovered I made a mistake. Tuende kanisa. I made a mistake
to join these people in crying. Nilifanya makosa kuungana na hao watu katika kilio. Hallelujah. Hallelujah. Kuna story moja inasemekanaga wasichana watatu waliona msichana mmoja akilia. Walipomuona akilia, walikuwa nalia kwa sababu mpendwa wao amewaacha. Msichana alikuwa analia kwa sababu mpendwa wake amemwacha. Analia, oh nimeachwa, oh nimeachwa, oh nimeachwa. Alafu wengine walipomuona akilia, nao wakasema hata si tutamfuata tuende tukilia. Pia wakaenda wakilia, wakakutana na mzee mmoja. Mzee akawauliza, ule analia kwa sababu ameachwa na mpendwa wake, nyinyi mnalia kwa nini? Si tunalia kwa sababu analia. David came to realize he made a mistake to join crying people. Daudi akagundua alifanya makosa kuungana na watu wanaolia. He made a mistake to join hopeless people. Alifanya makosa kuungana na watu wasio na tumaini. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Can I talk to somebody? Naweza nena na mtu. Sometimes you don't need to join in that club. Wakati mwingine haustahili kuungana na hicho kongamano. Hey, let's go church. Twende kanisa. Sometimes you don't need to enter into that club. Wakati mwingine haustahili kuingia katika hilo kongamano. So what happens? Je, nini kinafanyika sasa? So David reaped the consequence of joining men who are hopeless. Kwa hivyo Daudi akapata changamoto ama shida za kuunganika na watu ambao hawana tumaini. He joined crying people. Alikuungana na watu wanaolia. Weeping people. Watu wanaolia. Disparate people. Watu wasio na tumaini. So point number 1. Kwa hivyo jambo la kwanza, what not to do. Ni nini haustahili kufanya? Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. What not to do. Wamama mnanisikia? Ni nini haustahili kufanya? Not to do. Ni nini haustahili kufanya? Challenges will come. Changamoto zitakuja all over. Kila wakati, kila mara. But David decided after discovering I am in a hopeless situation. Lakini Daudi akaamua baada ya kugundua niko katika hali ya kukosa tumaini. I need to pull myself out. Ninahitaji kujiondoa. Twende kanisa. I need to pull myself out. Let's go church. Twende kanisa. I need to pull myself out of this class. Ninastahili kujiondoa katika hiki kikundi. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. And that is where verses number 6 talks to us. Na hapo ndipo mstari wa 6 unatunenea. Hallelujah. Hallelujah. He realizes the crying is not helping. Akagundua kilio hakisaidii. The crying is not helping. Kilio hakisaidii. Verses number 6 says. Mstari wa 6 wasema. But David encouraged himself in the Lord. Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let's go church. Twende kanisa. But David, tuongee kwa sauti tuende kanisa. But what? David akajitia nguvu katika Bwana. Himself in the Lord. Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Point number 2, what to do. Jambo la pili ni nini unafaa kufanya? Encourage yourself in the Lord. Jitie nguvu katika Bwana. Can I hear that? The point number 2. Naweza sikia hiyo ndio neno la pili? Okay, point number 1. Pointi ya kwanza. What not to do. Ni nini ustahili kufanya? Point number 2 is what to do. Pointi ya pili ni nini unastahili kufanya? Because challenges will come. Kwa sababu changamoto zitakuja. Struggles will come. Matatizo yatakuja. Poverty will knock at the door. Umaskini utabisha mlangoni. Criticisms will come. Hata changamoto na vyote vitakuja. Abuses and pain will come. Matusi na machungu yatakuja. Frustrations will come. Changamoto zitakuja. Hallelujah. Hallelujah. What not to do. Ni nini ustahili kufanya? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Don't cry. Usilie. Crying is hopelessness. Kilio ni ishara ya kukosa tumaini. What to do. Ni nini cha kufanya? Is encourage. Wewe tuenda kanisa.
encourage yourself in the Lord. Jitia nguvu katika Bwana. Did you notice something? When things happen, it's as if you are loose in the air. It's like feathers in the air. It's like a sheet that is flying, and pull yourself together. Umegundua kwamba mambo yanapofanyika kunakuwa ni kama nyoya kuku umeachiliwa kwa hewa, ni kama shuka limepepea hewani. Kwa hivyo jikusanye pamoja. Hey, let's go church. Twende kanisa. Pull yourself together. Jikusanye pamoja. Get hold of yourself. Twende kanisa. Jamani tuongee kanisa. Get hold of yourself. Jitambue tena. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nani has anybody ever heard somebody who heard that a relative or a neighbor died, and because of hearing that you also die? Ushaisikia mtu aliyesikia kwamba mtu amekufa na kwa sababu ya hizo habari pia yeye anakufa? Hebu nione mmoja. Kama pastor ameinua mkono, hao wengine ni sawa sawa, ni sekonda. Can I talk to a house? Tunaweza nena na kanisa. Hold yourself back. Jikusanye pamoja. It is easy for you to run away. Ni rahisi kwako kukimbia. Pull yourself. Jikusanye. Hold yourself back. Jitambue tena. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. So what does David do? Kwa hivyo Daudi anafanya nini? He decides to get out of the crying class. Anaamua kutoka kwa kile kikundi cha watu wanaolia. Somebody shout and say, I will get out of that class. You know, I thank God for being a radio preacher now 11 years. Na nashukuru Mungu kwa kuwa mhubiri wa redio kwa miaka 11. One thing I've come to realize, the toughest problems we have today are family problems. Kitu moja ambacho nimegundua ni kwamba shida kubwa ambayo tuko nayo leo ni shida ya kifamilia. And one thing that I've heard, na kitu kimoja nimesikia, hata saa hizi nikikuletea simu yangu nikupatie, hizo message zimejaa. The message are so many in the phone. Bwana ameenda ameniachia watoto 7. Hello. The husband disappeared and left me with the 7 children. Mama umeachwa na watoto 7. Mzee ndio huyo ameishia, ameenda mjini. Wacha nikuambie. The answer is not to cry. Jibu si kilio. What not to do? Ni nini haustahili kufanya? Haya wa mama twende. Siku hizi namsikia hata simu achukui. Nilimpigia juzi akaichukua. Niliposema hello nani? Ni mimi. Akazima. Sasa usinde ukilia na simu ichukuliwi. Point number 1, what not to do? Ni nini haustahili kufanya? Don't cry. Usilie. What to do? Ni nini cha kufanya? Encourage yourself in the Lord. That means get hold of yourself. Hiyo inamaanisha jikusanye pamoja. Because what to do is in the Lord. Kwa sababu kile cha kufanya kiko katika Bwana. Kusema hiyo. David has an idea now. Daudi ana kitu cha kufanya sasa. To pull himself together. Kujikusanya pamoja. Remember, these are 600 men. Kumbuka hawa ni wanaume 600. And David is amongst the 600. Na Daudi yuko miongoni mwa hao 600. And decides to come out of the 600. Na anaamua kutoka kwa wale 600. Ambia mwenzako, I will get out of that group. I will get out of that neke group. Nyomba twende, Mama Moras twende. I will get that group. Nitatoka katika kikundi hicho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. What to do? Ni nini cha kufanya? David encourages himself. Daudi anajitia nguvu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He has discovered, kumbe niliingia class ya watu wanaonivuta chini. Let me tell you today. Acha nikwambie leo. Don't hang around with the people who always pull you down.
Acha kukaa na watu ambao kila mara wanakushusha chini. Some people are meant just for Bwana sifiwe. Haya, kuna watu wa tuende, kuna watu wa Bwana asifiwe. Wewe tuende nyinyi, tuende, kuna watu wa Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo ni ya Mungu. David decides to get himself out of 600 people. Daudi akaamua kujitoa kwa watu 600. Because he chose and knew here hatusaidiani. Kwa sababu aliamua na akajua hapa hakuna usaidizi. Kanisa tuende hapa hatusaidiani. Wacha niwaambie kina mama, wengine wenu mumelia sana na leo inafika mwisho. Amen. Tuende kanisa, inua mkono wewe mama, sema nimelia sana, kumbe nilijiunga na kikundi cha wajinga. Haya, tuende kina mama na wazee, kumbe nilijiunga na kikundi cha wajinga. Sisikii hiyo sauti. Kule sisikii jameni. Wewe mami, tuende. Hadi kwa sababu umefungua biashara, hakuna mtu alikuja, wanakuja wanavaa nguo zako, wanakuachia jasho, wanaenda. Sasa unalia. Laja nikwambie, that's not what you are supposed to do. Haustahili kufanya hivyo, haustahili kulia. Do number 2. Fanya nambari ya 2. Encourage yourself in the Lord. Jitie nguvu katika Bwana. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Pull yourself. Jikusanye. Let me talk to you something very powerful today. Acha nikwambie kitu cha nguvu leo. Talk to yourself. Jizungumzie mwenyewe. Haya, tuende. Talk to yourself. Let me tell you today. Acha nikwambie leo. If you never talk to yourself, you are a fool. Kama haujizungumzii basi wewe ni mpumbavu. Haya, tuende. If you never talk to wewe neke tuende kanisa. Let me tell you, all the other voices may never be true. Sauti zingine zote zinaweza kukosa kuwa za kweli. But your voice is always true because you know yourself. Lakini sauti yako kila mara ni ya ukweli kwa sababu unajijua mwenyewe. Kuna watu, you see kuna watu ni kama wengine ndio wanakujua kuliko wewe. Nani anakujua kuliko wewe? Who knows you hata better than yourself? Yako hakujui. No wonder unakuwa umeficha kisu kwa pilo. Nauliza siku ile wewe utanikosea, utaona. Takufanya kama kangogo. Can I talk to a house? Je, naweza nena kanisa? He encouraged himself. Ni yeye alijitia nguvu yeye mwenyewe. Wewe usingojee watu. Don't wait for people. Kuna wengine wanangojea, nani hajanipigia simu, nani hajaniandikia message. No wala siku hizi mtandao, lazima ukisema kitu fulani ajibu. Yes, gorgeous, tough, strong, marvelous, beautiful, black, stupid. I don't need your recommendation. The first one is mine. Amen. Sihitaji mambo yako, ya kwanza ni yangu mwenyewe. Yours is number 2. Yako ni ya pili. The first one is mine. Ya kwanza ni yangu. Bwana alienda akaniacha. So aya tuende. There are some things you are not supposed to do. Kuna vitu haustahili kufanya. There are some things you are going to do. Na kuna vitu unavyoenda kufanya. And what you will do will get you out of the mess. Na kile utafanya kitakutoa katika uharibifu.